Shalom, shalom. Nawasalimia katika jina safi la Yeshua. Natumai nyote mko wazima mnapofikiwa na ujumbe huu. Leo ningependa tujifundishe alfabeti za Kiebrania ili tuweze kufahamu ukweli kwa upana, kwa maana lugha ile ndiyo inayotumika na Waisraeli. Ndiyo lugha ya Waisraeli. Wamezaliwa wakiwa Waebrania, kwa hivyo lugha yao ni Kiebrania. Sasa Waebrania wanatumia herufi 22, na kwenye herufi hizo kuna herufi zingine sisi tunatumia ambazo hawazitumii. Hebu niweze kuzitaja. Tuanze herufi ya kwanza inayoitwa Alef, Beit, Gimel, Dalet, Hey, Waw, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Tsed, Kof, Leish, Shin and Tau. Hizo ndizo herufi 22 za Waebrania, na kwenye herufi hizo natumai haujasikia herufi ya J. Na katika ulimwengu mzima hii herufi ya J haijakuweko kwa muda wa miaka 500 ambayo imepita. Na tunafaa kukumbuka ya kwamba Masihi ambaye ni mwokozi wa ulimwengu alikuweko kwenye dunia hii miaka 2000 ambayo imepita. Sasa hii herufi ya J iko na umri wa miaka 500, na Masihi alikuwa hapa duniani miaka 2000 ambayo imepita. Kwa hivyo kulikuwa na kipindi cha miaka 1500 kutoka Masihi aondoke hapo ulimwenguni na herufi ya J kuingia katika ulimwengu. Kwa hivyo inakuwa vigumu kabisa, jambo ambalo haliwezekani, awe jina lake aliitwa Jesus, naye baba yake haiwezekani aitwe Jehova, maana hakukuwa na herufi ya J dunia mzima. Na hadi wa leo katika lugha ya Kiebrania hakuna herufi ya J. Na tunaposoma maandiko yanatueleza kuwa Abrahamu alikuwa Mwebrania. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 14 mstari wa 13 utapata kuwa Abrahamu alikuwa Mwebrania. Sasa Abrahamu aliweza kumzaa Isaka, naye Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akazaa wana 12. Hao ndio ambao wanaitwa wana wa Yakobo, na kwa kuwa alibadilishiwa jina lake akaitwa Israeli, ndiposa wanaitwa wana wa Israeli. Sasa hawa wa Israeli ni koo 12, ama wale wana 12 wa Israeli ambaye kwa jina lingine anaitwa Yakobo. Kwa hivyo kama Abrahamu alikuwa Mwebrania, wote wamekuja kuwa tu Waebrania. Na wakati yawe anaongea kwenye maandiko, kwa mfano ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 3 mstari wa 18, anajitambulisha, anasema yeye ni Elohim wa Waebrania. Unaposoma kwenye kitabu cha Kutoka 5 mstari wa 3, ukianzia 1 ukifika 3 pale, utapata kuwa inasemekana yeye ni Elohim wa Waebrania. Unaposoma Kutoka 7:16, maandiko yanazidi kutueleza yeye ni Elohim wa Waebrania. Na pia unaposoma katika Kutoka 9 mstari wa 1,
utapata maandiko bado yanasema yeye ni Elohim wa Waebrania. Kwa hivyo, kwa kuwa yeye ni Elohim wa Waebrania kuanzia enzi zile za zamani, na katika Kiebrania hakutumiki herufi ya J, haiwezekani kabisa jina lake aitwe Jehova, jina ambalo alilijulishana na akasema ndilo jina lake kwenye kitabu cha Kutoka 3:15. Alisema yeye aitwa Yawe, ndilo jina lake hata milele. Hana majina mengine, ana jina moja ambalo jina hilo ni Yawe. Kwa hivyo hii herufi ya J ambayo imeingia katika Kiingereza na ina umri wa miaka 500 haiwezi ikatumika kwenye jina la Baba wetu Yawe, na haiwezi kabisa kutumika kwa jina la Mwokozi Yeshua, maana jina lile lake ni la kuokoa, na yeyote ambaye amejifundisha kidogo anajua kuwa jina la mwanadamu na jina la mahali huwa ni proper noun, na proper noun huwa haitafsiriwi. Kwa hivyo vile Yawe alijitambulisha na akasema jina lake ni Yawe hata milele, hauwezi ukaenda ukalitafsiri kwa lugha tofauti. Linabaki kuwa hivyo katika lugha zote. Na jina ambalo lilipewa mwana Yeshua haliwezi likaenda likitafsiriwa, maana ni jina la mwanadamu. Linabaki kuwa hivyo katika lugha zote, katika makabila yote, wote wanafaa kumuita kwa jina moja, hilo Yeshua, na jina la Baba Yawe. Natumai hilo limekufikia vizuri, na ningeomba Yawe aweze kukubariki unapozidi kujifunza. Barikiwa sana. Shalom.